أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي يا رب على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Somo letu la leo kwa ufupi sana ni kuhusu al-isma. Kuhusu isma. Isma kwa manabii na isma kwa maimam wa Ahlul Baiti alayhimussalam. Sasa nipi taarifu ambayo inaweza kuwa sahihi ya isma, kwamba manabii hawa wana isma, ni maasumun, ni wamekingwa na kufanya makosa na matendo machafu na madhambi. Sasa isma tunayozungumzia hapa, tunazungumzia isma kwa nadharia sahihi ya madhhab ya maimamu Ahlul Baiti alayhimussalam. Kwa hiyo isma tunayozungumzia al-isma ambayo tunaweza kuweka katika milengo mikuu miwili, ambayo tuna isma jabriya, alafu tuna isma ambayo ni ikhtiyariya. Sasa tunayozungumzia sisi ni hii hapa. Hii hatuizungumzii. Isma jabriya ni isma ambayo yani kwamba imam au nabii hakosei ni kwa sababu ni yeye ni majburun, ni amelazimika kufanya hivyo kwa sababu Mungu amemuumba hivyo. Si kwamba imam au nabii anafanya kitendo kizuri au hamuasi Mungu ni kwa sababu amefanywa hivyo, ameumbwa hivyo. Hapana. Bali tunakusudia kwamba isma tunayozungumzia na isma kwa maana ikhtiyariya, ni tendo la hiari yake. Hivyo ni kitendo kutoka kwake. Kwa ni kwa maana ya ambayo tunaita madhhab ya al-amru baina al-amrayn, ambayo ni isma ikhtiyariya. Kwa ufupi tuende sasa katika ni ipi inaweza kufaa kuwa taarif ya isma kwa madhhab ya Ahlul Baiti alayhimussalam. Hapa tuna taarifu tatu. Taarifu ya kwanza, taarifu ya pili, taarifu ya tatu. Definition hizi zote. Sasa taarifu ya kwanza inasema isma ni lutfun min Allah, ambayo taarifu ambayo ni mashuhuri. Lutfun min Allah yafaluhu Allahu bil mukallaf. Mwenyezi Mungu anafanya hii lutfu kwa mukallaf. Sasa kwamba lutfu ni nini? Lutfu ni kila kitu ambacho ma yuqarribuka min Allah wa yubaiduka anil ma'asiyah. Yani Mungu anafanya kitu ambacho kitakuweka mbali na maasi ya kumwasi Mwenyezi Mungu, au kitakuweka karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni ma yuqarribuka min at-ta'a wa yubaiduka min al-ma'siyah. Kinakuweka karibu na kumtii Mwenyezi Mungu na kinakuweka mbali na kumwasi Mwenyezi Mungu, ambayo tunasema ni lutfun. Unaona? Sasa hii ni taarifu ya kwanza. Kwa hiyo huyu anaarifu isma kwamba isma ni nini? Ni lutfun, yani ma yuqarribuka min at-ta'a wa yubaiduka anil ma'siyah. Kwa hivyo imam anakuwa hawezi kumwasi Mwenyezi Mungu ni kwa sababu kuna lutfu ya Mwenyezi Mungu. Moja hiyo. Mbili, kuna malaka. Malaka ambayo kwamba la isma sio lutfu, bali isma ni malaka. Na malaka ni nini? Tunasema ni hala nafsania. Ni hala ambayo au tuseme kaifia nafsania. Kaifia nafsania ambayo ni قابلة للحصول والزوال, ambayo
inaweza ikapatikana, na inaweza wakati tayari imeshapatikana inaweza ikaondoka hiyo malaka. Kwa hiyo wengine wakasema kwamba isma ni malaka na sio lutfu. Wakaarifisha kwamba haqiqatul isma inarudi katika malaka. Lakini hapa kuna ishkali. Ishkali yake ni kwamba isma kamwe haiwezi kuwa malaka. Maulama wameikataa kwa sababu malaka tumetaja vitu viwili, ni qabila lilhusul wa qabila lizawal. Qabila lilhusul wa zawal. Husul kwa maana labda taallum, ambazo ni asbabu husul. Kuna taallum, kujifunza. Mtu akajifunza akapata malaka. Lakini mtu pia anaweza kana malaka ikaondoka. Kwa hiyo manake hapa isma ni tofauti na malaka, kwa sababu hamna mtu yote anayesema kwamba manabii ni maasumun au maimamu ahlul bait alayhimu salam ni maasumun, alafu ile isma ikawa ni qabila lizawal. Hapana, inakuwa sio qabila lizawal. Hivyo taarifu hii ya kuarifu isma kwamba ni malaka inakuwa si taarifu ambayo ni sahihi, kwa sababu isma ni kwa jinsi ilivyo kwa maimamu ahlul bait alayhimu salam na kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi na kwa manabii wote, ni kitu ambacho ni laysat qabila lizawal, ni kitu ambacho hakiwezi kuwaondokea na haijai kutokea. Sasa inabaki taarifu moja ambayo wanasema ni ilmun khas, ni elimu special, ni elimu maalum. Kwa hiyo isma sio lutfun, na isma sio malaka, na isma si kitu chochote, basi isma ni ilmun khas, ambapo kwenye ilmu khas tuna vitu tunaviita istidad. Kuna maandalizi, yani istidad. Kwa hiyo ni elimu special ambao kunaweza kuika labda ni hiba ilahia. Kwa hiyo ni kitu ambacho amepewa na Mwenyezi Mungu, lakini vyovyote utakavyofasiri hapa amepewa na Mwenyezi Mungu, ni istidad, ni ilmu khas, vyovyote havitotoka nje ya mwanzo tuliposema kwamba lazima hautofasiri kwa maana ya jabru. Kwa sababu maana ya jabru kutakuwa kuna thawabu. Kisha kuwa isma ni jabria, ni amelazimishwa kuwa maasum, manake hakutokuwa na thawabu, au itakuwa thawabu ni batil, la yuthabu ala amalihi, hatakuwa napata thawabu. Kwa hiyo taona ndipo sasa hii ilmu khas wanaoarifisha kwamba isma ni ilmu khas, watakuja kukuambia kwamba bali si malaka na wala isma sio lutfu, isipokuwa ni kwamba al-lutfu ni min asbabi al-isma, ambando hiyo al-ilmu al-khas, yani ilmun khas. Kwa hiyo lutfu ni katika sababu za isma, ambayo hiyo isma ndio tunasema ni ilmun khas. Kwa hiyo na kitu kisha kuwa ni sababu ya kingine ni nje ya hakika yake. Kwa hiyo huyu aliyearifisha lutfu ni kwamba amearifisha kitu kwa sababu yake, kwamba sababu ya isma ni lutfu, lakini si kwamba haqiqatul isma hiya al-lutf. Hapana, bali ni kwamba isma ni ilmun khas,
ni elimu. Kwa hiyo isma ya maimamu Ahlul Bait alayhi salam na manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni elimu special ambayo tunasema ni hiba. Sasa kuna maelezo mengi kuhusu hiki kipengele cha tatu ambapo inaweza kawa ndio sahihi. Inaweza kawa ndio sahihi kwamba isma sio lutf na isma sio malaka, na kwa sababu isma katika sababu zake ni lutfu, na hatuwezi kuelezea kitu kwa sababu yake kupitia sababu ya hicho kitu. Na isma sio malaka kwa sababu malaka ni kabila lilhusuli wa zawal, ni kaifia nafsania, na isma haiko hivyo kwa maimamu Ahlul Bait na kwa manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu isma kwao sio isma kitu kama kitu ambacho ni kabila lizawali, ni la tazulu. Kwa hiyo taarifu ya kwanza inakuwa tunaweza kusema kwamba ni muntafi, na taarifu ya pili tunasema ni muntafi, inakuwa inabaki taarifu ya tatu. Taarifu ya kwanza muntafi, taarifu ya pili muntafi, inabaki taarifu ya tatu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.